Karibu tena mtazamaji wa VOC Media kwa taarifa mbalimbali na matukio yanayoendelea duniani kote. Na leo nitakuletea matukio baadhi yanayoendelea Tanzania na ulimwengu kwa ujumla. Mimi ni Khalfan Rajabu wa VOC Media. Unapopata taarifa hii usisahau kusubscribe, kucomment pamoja kulike ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Nianze na nchini Tanzania. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Mpango ameondoka nchini kuelekea Ufaransa kumwakilisha Rais wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwenye mkutano wa 3 wa Umoja wa Mataifa kuhusu bahari UNOC3 utakaofanyika jijini Nice kuanzia tarehe 9 hadi tarehe 13 Juni 2025. UNOC3 ni jukwaa muhimu la kimataifa la kuhamasisha utekelezaji wa lengo la maendeleo endelevu nambari 14 SDG 14 linalolenga kuhifadhi na kutumia kwa uendelevu rasilimali za bahari kuu na mazingira ya pwani. Mkutano huo unawakutanisha viongozi wakuu wa nchi na serikali wa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa, mashirika ya kimataifa, asasi za kiraia pamoja na sekta binafsi. Aidha, makamu wa rais anatarajiwa kushiriki katika mkutano ya uwili yenye lengo la kuimarisha ushirikiano baina ya Tanzania na mataifa yanayoshiriki mkutano huo. Mkutano huo utasaidia kuimarisha nafasi ya Tanzania kimataifa na kuhamasisha upatikanaji wa rasilimali kwa ajili ya maendeleo ya uchumi wa bluu. Endelea kusalia nchini Tanzania. Serikali ya Tanzania siku ya Alhamis imetangaza kumalizika kwa milipuko wa ugonjwa wa Marburg baada ya siku 42 bila kuwepo kwa maambukizi mapya. Hatua hiyo inayokidhi vigezo vya Shirika la Afya Duniani WHO. Ugonjwa huo uliripotiwa kwa mara ya kwanza tarehe 20 Januari 2025 katika wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera, ambapo watu wawili kutoka mkoani humo walithibitika kuwa na maambukizi na kupoteza maisha wakati wakipatiwa matibabu. Katika ripoti iliyotolewa na Waziri wa Afya Jenista Mhagama, imeeleza kuwa mgonjwa wa kwanza aliripotiwa tarehe 28 Januari 2025 na ambapo tarehe 1 mwezi Machi 2025 siku 42 zilikamilika bila ya kuwa na maambukizi mapya, na hivyo kukidhi vigezo vya Shirika la Afya Duniani WHO kuhusu kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa huo. Nihamie Afrika Mashariki na Kati. Katika hatua mpya ya kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wamefikia maamuzi yatakayosaidia kurejesha utulivu katika eneo hilo linalokumbwa na mzozo kwa muda mrefu. Mkutano huo wa pamoja uliofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania, ulihudhuriwa na wakuu wa nchi na serikali kutokana na mataifa wanachama wa EAC na SADC, ulioongozwa na mwenyekiti wa EAC Rais wa Kenya Dr. William Ruto na mwenyekiti wa SADC Rais wa Zimbabwe Dr. Emmerson Mnangagwa. Baada ya majadiliano ya kina, viongozi wa EAC na SADC wamekubaliana kuwa mgogoro wa mashariki mwa DRC unaweza kutatuliwa kwa njia ya kisiasa, kidiplomasia na hatua za kiusalama. Akisoma maazimio ya mkutano huo, Katibu Mkuu wa EAC Veronica Ndovu alisema umeamua pande zote zinazozozana katika mgogoro huo zisitishe mapigano mara moja na kuweka silaha chini bila masharti yoyote. Viongozi wamesisitiza kuwa njia ya misaada ya kibinadamu lazima zifunguliwe haraka ili kuruhusu upatikanaji wa chakula, dawa na huduma nyingine muhimu kwa wananchi walioathirika na mapigano. Nihamie nchini Uganda. Serikali ya Uingereza imetangaza vikwazo kadhaa dhidi ya spika wa bunge la Uganda na maafisa wengine wa ngazi ya juu serikalini. Spika Anita Amang na wabunge wawili wa chama tawala cha NRM wamewekewa vikwazo vya usafiri kuingia Uingereza na mali zao kuzuiwa kutokana na ufisadi. Wengine ni waliokuwa mawaziri eneo la Karamoja, Mary Kitutu na Agnes Nandutu. Walipatikana na maelfu ya mabati ya wizi yaliyokuwa yametolewa na serikali kwa ajili ya kuwajengea nyumba watu wa Karamoja. Taarifa ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Andrew Mitchell imesema kwamba maafisa hao walinufaika na mali ya wizi na kwamba ujumbe wa Uingereza ni kwamba watu wanaonufaika na wizi rasilimali za serikali zinazostahili kuwanufaisha wengine lazima waajibishwe. Kitutu na Nandutu amefunguliwa mashtaka ya ufisadi katika mahakama ya Uganda na kusimamishwa kazi kama mawaziri. Serikali imehimizwa viwanda nchini kujiingiza katika uchumi rejeshi ili kupunguza taka zinazopelekwa dampo na kuchangia ulinzi wa mazingira. Kauli hiyo imetolewa na Baraza la Taifa la Hifadhi ya Usimamizi wa Mazingira
NEMC, ikiwa ni maadhimisho ya wiki ya uendelevu wa siku ya mazingira duniani yaliyofanyika Dar es Salaam jana Juni 6, 2025. Akizungumza katika hafla hiyo, mhandisi Boniface Kiaruzi kutoka kitengo cha utafiti rejeshi NEMC amesisitiza kuwa viwanda vina uwezo mkubwa wa kuendesha uchumi rejeshi kwa kutengeneza malighafi kuwa bidhaa, mfano wa chupa za plastiki zinazotumika kisha kurejeshwa katika matumizi tena kama malighafi. Amesema faida ya uchumi rejeshi ni nyingi, ikiwa ni kupunguza taka zinazokwenda dampo, kulinda mazingira na kukuza uchumi wa kijani. Na nukuu, viwanda vinao uwezo wa kujiingiza kwenye uchumi rejeshi kwa kutengeneza malighafi kuwa bidhaa, mfano wa chupa za plastiki zinazorejeshwa baada ya matumizi. Hii itasaidia kupunguza taka zinazopelekwa kwenye dampo na kuimarisha utunzaji wa mazingira yetu, amesema Kiaruzi. Wakati kutokuwepo kwa maelewano na kurushiana maneno kati ya rais wa Marekani Donald Trump na bilionea Elon Musk kukiendelea kupamba moto kwa siku hii ya leo, athari zimeanza kuonekana mapema, na hii baada ya utajiri wa Elon Musk kushuka kwa jumla ya dola za Kimarekani bilioni 34 ndani ya siku moja. Jarida la Bloomberg limeripoti kuwa kuporomoka kwa kasi kwa utajiri wa Elon Musk kumeweka rekodi ya mara ya pili duniani kwa utajiri wa bilionea huyo kushuka kwa kasi katika historia ya matajiri 500 waliowahi kutokea duniani, ambapo rekodi hiyo inashikiliwa na mwenyewe, ambapo mwaka 2021 utajiri wake ulishuka kwa kasi ndani ya siku moja, ambapo alipoteza kiasi cha dola bilioni 52 ndani ya siku moja. Aidha, licha utajiri wake kuporomoka kwa kasi, bado ndiye mtu tajiri zaidi duniani akiwa tajiri wa dola bilioni 334.5, huku Rais Trump ametishia kusitisha mikataba yote ya kampuni zake mbili, ambapo ni SpaceX pamoja na kampuni ya magari ya umeme Tesla Inc, ambapo kuongezeka kwa mzozo huo kunaibua maswali juu ya magari ya mfumo wa umeme yanayotengenezwa na Elon Musk yaliingia kwenye sera ya mazingira Rais Trump kuifanya Marekani yenye nguvu tena, MAGA, na hisa za kampuni ya Tesla Inc zimeshuka kwa 14% hii leo hadi dola 288.71 kwa siku moja. Kwa upande wa kampuni ya SpaceX ambayo ni kampuni changa ghali zaidi duniani, mpaka kufikia mwezi Desemba mwaka jana ilikuwa na thamani ya dola bilioni 50 kwa uwekezaji binafsi wa Elon Musk, ambapo kampuni hiyo kutoka na ukaribu uliokuwepo kati ya Musk na Trump iliyotarajia kupata kandarasi ya bilioni 22.5 kwa mujibu wa data zisizo rasmi zilizobainishwa na jarida la Bloomberg, ambapo mpaka sasa inaelezwa kuwa kuna hatari kubwa kandarasi hizo kusitishwa. Hata hivyo, biashara nyingine za Musk ambazo zimeathirika na mzozo huo ni kampuni yake ya akili mnemba AI Grok na kampuni yake ya mitandao ya kijamii ya XAI Holdings. Ukizingatia kampuni hizo zilikuwa na ushirikiano na kampuni za mitandao ya kijamii ya Trump za Trump Media na Trump Technology Group Corp. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema droni 174 za Ukraine zimegunduliwa kwenye maeneo ya mkoa ya mpakani ya Kursk, Belgorod na kwenye rasi ya Crimea. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi, imeeleza kuwa makombora matatu ya aina ya Neptune yaliteketezwa na mfumo wa ulinzi wa anga kwenye Bahari Nyeusi uliharibiwa. Taarifa ya jeshi la Urusi imesema baadhi ya makombora ya Ukraine yalifikia sehemu zilizolengwa, ambapo jengo moja lilishambuliwa katika jiji la Igorsk kwenye jimbo la Saratov na kiwanda kimoja kiliwaka moto kwenye jiji hilo. Gavana wa jimbo la Saratov amearifu kwamba wakazi walihamishwa kwa muda na kurejea muda mfupi baadaye. Uwanja mkubwa wa kijeshi upo katika mji huo wa Urusi wa Igorsk. Mashambulio kadhaa pia yalifanywa na Ukraine kwenye miundombinu ya reli kwenye jimbo la Urusi la Belgorod. Nihamie kwenye michezo. Uzbekistan na Jordan zimefuzu kwa mara ya kwanza kucheza kombe la dunia, wakati Korea Kusini pia imejihakikishia nafasi yao kwenye mashindano hayo. Uzbekistan ilitoka sare ya 0-0 na Falme za Kiarabu, huku Korea Kusini ikilaza Iraq kwa mabao 2-0 na kufuzu kwa kombe lao la 11 la dunia, matokeo ambayo yalimaanisha ushindi wa 3-0 wa Jordan dhidi ya Oman. Ikiorodheshwa ya 57 duniani na ikiwa na idadi ya watu milioni 36, Uzbekistan ilicheza mechi yao ya kwanza kama taifa huru mnamo Juni 1992 baada ya kuondoka Umoja wa Kisoviet, na ilikubaliwa na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA miaka miwili baadaye. Uzbekistan hata hivyo wamefuzu kwa kila fainali za kombe la Asia tangu 1996 na kusonga mbele hadi hatua ya mtoano katika kila mechi tangu 2004, ikijumuisha kuingia hadi nusu fainali mnamo 2021 na robo fainali mwaka jana. Baada ya kumalizika kwa ligi mbalimbali barani Ulaya, wadau wa soka kote ulimwenguni hujiuliza ni kwa namna gani mshindi wa tuzo ya Ballon d'Or hupatikana.
Ballon d'Or ni tuzo ya heshima ya mtu binafsi inayotolewa kila mwaka na jarida la French Football kwa mchezaji anayeonekana kuwa bora zaidi duniani kwa msimu husika. Mchakato wa kumpata mshindi hufanyika kwa awamu mbili. Kwanza, waandishi wa habari kutoka French Football na L'Equipe kwa kushirikiana na baadhi ya wachezaji wa zamani huandaa orodha ya wateule 30 kutokana na kiwango cha uchezaji katika msimu uliopita. Baadaye, mwandishi mmoja wa habari za michezo kutoka kila moja la taifa bora la mpira wa miguu kwenye viwango vya FIFA hupiga kura kuwachagua wachezaji 10 bora kutoka kwenye orodha hiyo. Kila mchezaji hupewa alama kulingana na nafasi aliyowekwa, ambapo mgawanyo wa pointi ni 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 na 1. Baada ya kura zote kukusanywa, pointi hujumlishwa na mchezaji mwenye alama nyingi zaidi hutangazwa mshindi wa Ballon d'Or. Wengine huorodheshwa hadi nafasi 30 kulingana na pointi walizozipata. Klabu ya Al Ahly imetangaza kukamilisha usajili wa winga wake Ahmed Said Zizo kwa uhamisho huru baada ya kumalizika kwa mkataba wake na Zamalek, huku akisaini miaka 4.5. Usajili wa Zizo ambaye mtambulishwa Juni 6, 2025 ni sehemu ya maandalizi ya michuano ya kombe la dunia la vilabu itakayoanza kutimua vumbi Juni 15, 2025 huko Marekani. Al Ahly ambayo tayari ina mmoja wa mawinga bora sana wa kushoto na imeongeza bara lingine kwa upande wa kulia, Ahmed Said Zizo.